Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kuelekea dabi ya Kariakoo. Kumeweza kuzuka taarifa pengine inaweza kusemekana ni mbaya kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Young Africans kwa kile ambacho kimeweza kusambaa katika mitandao ya kijamii, na mimi nimekusogezea ukweli uweze kujua nini ambacho kinachoendelea kwa sasa kati ya Young Africans na TFF mara baada ya kuweza kutolewa taarifa kuhusiana na msemaji wa klabu ya Young Africans. Hapa nazungumzia bwana Ali Shaban Kamwe kukutwa na hatia kwa kile ambacho alichokuwa akiweza kushtakiwa nacho katika mamlaka ya soka Tanzania. Hapa nazungumzia TFF mara baada ya shauri lao kuweza kufikishwa TFF na kuitwa katika kamati ya maadili, ambapo tayari ameweza kutoka majibu ambayo nimekusogezea hapa kuhusiana na kile ambacho kinachoelezwa sasa hivi katika mitandao ya kijamii. Je, kina ukweli ndani yake kuhusiana na Ali Kamwe kufungiwa miaka 2 kujihusisha na soka hapa nyumbani Tanzania? Tutakwenda kujua kila kitu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako bila kupepesa macho huku na kule. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Bana, unafahamu ya kwamba hivi karibuni kumekuwepo na taarifa kuhusiana na wasemaji wa klabu kubwa mbili Tanzania. Hapa nazungumzia upande wa Simba Sport Club bwana Ahmed Ali pamoja na afisa habari wa klabu ya Young Africans bwana Ali Shaban Kamwe kuitwa katika kamati ya maadili kwa kwenda kujua kile ambacho kinachowanasibu wote wawili mara baada ya kuitwa kwa wakati mmoja, ambapo mara baada ya kutoka pale afisa habari wa klabu ya Simba yeye aliweza kuweka wazi kilichomfanya kuweza kuitwa katika kamati ya maadili, ambapo ilielezwa kwamba Ahmed Ali aliitwa pale kwa sababu Young Africans waliweza kumshitaki kwa kile kinachoelezwa ni kwamba Young Africans walipeleka malalamiko pale katika shirikisho la soka Tanzania TFF katika kamati ya maadili kuhusiana na kauli yake ambayo alisema ya kwamba Young Africans na Singida Black Stars ndio washindani wa Simba msimu huu. Kauli hiyo ambayo Young Africans wao walitafsiri tofauti na vile ambavyo anavyodai Ahmed Ali. Sasa tuachane na hapo, turudi kwa Ali Shaban Kamwe, ambapo taarifa yenyewe inasema ya kwamba Ali Shaban Kamwe ameweza kuhukumiwa kutokana na makosa ambayo yamekuwa na muendelezo mara baada ya kuweza kuonekana akiweza kuwashutumu waamuzi kuipendelea klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, huku kauli zake hizo ambazo alizokuwa akiweza kuzitoa ndio TFF imeweza kumtia hatiani kwa kile ambacho kinachoelezwa kwa wakati huu, ambapo taarifa ambayo ilikuwa inasema kwamba Ali Kamwe amefungiwa miaka 2 kujihusisha na mpira baada ya kupitia mrejeo wa makosa. Afisa habari wa klabu ya Yanga, hatimaye kamati ya maadili ya TFF imemfungia Ali Kamwe kutokujihusisha na masuala ya mpira kwa miaka 2, pamoja na afisa habari wa Kagera Sugar Hamisi Manzala. Ahmed Ali wa Simba kakutwa hana hatia yoyote, yupo huru kuendelea na majukumu yake. Kitumbo wa Tabora United naye yupo huru rasmi kurejea kwenye majukumu yake ya kimpira. Kwa hiyo ambaye amekutwa na hatia hapa ni bwana
Ali Shaban Kamwe yeye ameweza kukutwa na hatia kwa makosa yale ambayo yanaelezwa kwamba ni kauli zake kuonekana ni kama kauli za uchochezi na kuweza kuvuruga taswira ya mpira wa Tanzania kwa kile ambacho kinaelezwa. Mpaka sasa ambapo tunaingia mitamboni, klabu ya soka ya Young Africans bado haijaweza kutoa taarifa yoyote kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea kwa wakati huu, lakini pia hata ukipita katika ukurasa wa hapa nazungumzia afisa habari huyo ambaye ni Ali Kamwe, hakuna taarifa yoyote ambayo imeweza kutolewa juu ya kukanusha ama kukubali kile ambacho kinachozungumzwa kwa wakati huu. Ikumbukwe ya kwamba si mara ya kwanza kwa klabu ya soka ya Young Africans kuweza kukutana na kadhia kama hii. Ikumbukwe ya kwamba miaka kadhaa iliyopita tuliweza kushuhudia bwana Haji Sunday Manara, afisa habari wa zamani wa klabu ya Simba, ambaye alitimkia kwenye kikosi cha Young Africans na kwenda kuwa msemaji wa kikosi cha Young Africans, ambapo alihudumu kwa miaka kadhaa, lakini aliweza kukutana na kadhia kama hii ya Ali Shaban Kamwe, ambapo Manara yeye aliweza kufungiwa kujihusisha na soka pamoja na faini ya shilingi milioni 20, ambapo kifungo hicho kilikuja kikapunguzwa mpaka kufikia miaka 2 na faini ya shilingi milioni 10, ambapo hatimaye Haji Sunday Manara akaweza kutumikia kifungo chake, na alipomaliza akarejea Young Africans akapatiwa nafasi ambayo ilikuwa ni afisa muhamasishaji mashabiki, lakini Manara hakuonekana kuitumikia nafasi hiyo, ambapo Young Africans wakaja hadharani kupitia rais wa klabu ya Young Africans bwana Engineer Hersi Said aliposema ya kwamba Manara sio msemaji wa klabu ya Young Africans tena. Manara ataendelea kubaki kuwa kama shabiki ama ilivyo mwanachama wa wanachama wengine. Hivyo nafasi hiyo ikachukuliwa na kijana rasmi kabisa, akatangazwa Ali Shaban Kamwe kuwa msemaji wa klabu kubwa barani Afrika ambao ni Young Africans, akiweza kuhudumu kwa takriban zaidi ya miaka 2, akienda kutafuta mwaka wake wa 3, ambapo kumeonekana kumekuwa na mabadiliko katika sekta hiyo ya habari ndani ya kikosi cha Young Africans na kuweza kuandika rekodi nyingi katika eneo hilo la kuikuza brandi ya Young Africans. Sasa hatimaye lungu limekwenda kumwangukia hapa nazungumzia Ali Kamwe kwenda kufungiwa miaka 2. Je, Young Africans itaweza kumvumilia zaidi ya miaka 2 aendelee kukaa benchi huku akisubiri nafasi yake, ama tusubiri kuweza kuona kama kile kilichoweza kutokea kwa afisa habari ambaye alikuwa ni Manara alipoweza kufungiwa akawekwa pembeni na akaletwa mtu mwingine? Hiyo mpaka sasa bado haijathibitishwa na shirikisho la soka Tanzania, hapa nazungumzia TFF, kwa kile ambacho kinaelezwa, ila hizo ni zile taarifa ambazo zimeweza kutolewa na wachambuzi wakiweza kuelezea kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, wakizitaja kama ni taarifa za ndani kabisa za kamati mara baada ya kuweza kupitia marejeo ya yale ambayo waliweza kuyajadili wakiwa wote wawili, hapa nazungumzia Ahmed Ally pamoja na Ali Kamwe, juu ya mashauri yao ambayo yalipelekwa katika kamati ya maadili pale TFF. Vipi, umeipokeaje taarifa ya Ali Kamwe kuweza kufungiwa miaka 2 kujihusisha na soka? Vipi taarifa hiyo, wewe umeipokeaje? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali ni wana